Kwanza kwa mujibu wa katiba na sheria zetu, na hasa nikitaja sheria kwa maana ya kifungu cha 43 cha sheria ya polisi na polisi wasaidizi, watu au kundi lolote linaweza likatoa taarifa kwa ajili ya kufanya maandamano. Kwa mujibu wa sheria na katiba ya Tanzania, maandamano si kosa, ni kitu ambacho kinaruhusiwa, ila sheria yetu imeweka tu angalau utaratibu wa kufanya ili maandamano yaweze kuratibiwa vizuri. Ndio kazi iliyopo. Kwa mimi badala ya kutumia nguvu kuona kama maandamano ni tishio, kwangu mimi watu wanavyojadili labda kuandamana ni namna ya kuonyesha pengine mtizamo au maoni yao tofauti au kuonyesha hisia zao. Kwa kwangu mimi naiona kabisa ni jambo ambalo kimantiki lipo sawa na kwa mujibu wa katiba lipo sawa. Kwa hiyo mimi nafikiri jambo la kuwekeza ilikuwa ni kutoa labda maelekezo kwamba kama watu wanataka kuandamana, at least utaratibu ufuatwe, at least wa kujulisha hapa vyombo vyetu kama ni jeshi la polisi, na jeshi la polisi lisiwe ni jeshi la udhibiti wa maandamano kwamba kazi yake ni kudhibiti. No, kazi yao liwe ni jeshi ambalo linasaidia kuratibu vizuri. Nakumbuka baada ya kufungia shughuli za siasa kwa miaka karibu 6, walipokuja kuruhusiwa, nakumbuka Chadema walifanya maandamano, wakawa wanasindikizwa na polisi sehemu nyingi vizuri, yani walienjoy mpaka tukashangaa kwamba hii ndio nchi yetu ile au ni nyingine. Kwa hiyo kumbe kuna mazingira kama polisi wakiamua kuratibu vizuri, wala hakuna shida yote, mambo yanaenda vizuri. Kwa mimi nadhani hii dhana ya kwamba kuna vurugu na nini huwa ni dhana ambayo mara nyingi yani ni perception tu, ni mtazamo ambao unatengenezwa. Alafu na mara nyingi naweza kusema pengine vyombo husika ndio wanaikuza sana hiyo agenda. Unaweza kuta ilikuwa kubwa hivyo, lakini sasa ikaanza kuzungumziwa. Kwa mfano hiyo ya Sabasaba, mimi siwaoni hao ambao wanasema wanaandamana tarehe 7, sijawahi kuwaona ni akina nani ambao wamezungumza. Mimi nawasikia polisi na vyombo vya serikali na chama tawala ndio wanazungumza mara nyingi. Kwa kama kuna mtu anahamasisha na kupigia hiyo debe kila siku, ni hao ambao wanazungumzia. Unajua namna ya kuliua jambo mojawapo ni kuto kulizungumzia. Sasa kama ukiendelea kulizungumzia jambo, sisi kwa imani tunasema unaliumba, linazidi kukua kwa sababu kila siku linapata airtime, lipo linaendelea kuzungumza. Lakini ukiuliza huyu aliyesema anaandamana ni nani, amekuletea barua, imeshakuja, ni watu gani, ni NGO, ni group la umoja wa nini, ni kitu ambacho hakipo. Kwa hiyo unakuta tayari watu walitoa maoni yao kwenye mitandao, tayari imeonekana ni hoja, imeendelea moja kwa moja. Kwa mimi nitegemea vyombo vingeweza kusema jamani, kama kuna watu ambao wanataka kuandamana, jeshi la polisi lipo wazi, leteni barua ili tuweze kuwaratibu vizuri. Alafu ungeweza kushangaa, unajua kuna funzo la kujifunza Kenya. Kwa mfano Kenya, mimi nakumbuka baada ya uchaguzi, baada ya Raila Odinga hayati akawa hajaridhika na ule uchaguzi, akawa ameitisha mkutano mkubwa sana ule kwa ajili ya kujiapisha kama yeye ni rais wa watu wa Kenya. Sasa palikuwa na mvutano. Jeshi la polisi la Kenya lilikuwa lijatoa kibali kwa ajili ya kufanya hivi, na wale wakasitiza kwamba lazima tukutane. Kwa wakati wanaenda kwenye uwanja ule Kenya, halafu wakati polisi na majeshi, kwa sababu walikuwa tayari wameshakaa kwa ajili ya kujihami kuona ile jambo halifanyiki. Lakini Mheshimiwa Ruto kwa hekima yake aliangalia kwamba kitatokea nini, kwa sababu wananchi hawa wa upande wa Odinga hawakubali, wameng'ang'ania, na vyombo na vyenyewe vimesema vinakwenda pale kwenda kupambana. Mwisho wa siku ingetokea maafa, watu wangekufa. Lakini mwisho wa siku Mheshimiwa Ruto akasema si wanajiapisha, nataka kuwa rais wa watu wa Kenya. Mimi ni rais wa Jamhuri ya Kenya, yeye ni rais wa watu wa Kenya, na wala hakai Ikulu, anakaa nyumbani kwake. Tatizo lilikuwa kwa majibu mepesa, akasema waacheni wajiapisha, na ni kweli walienda wakajiapisha pale. Wakili Miguna akasimamia wakajiapisha. Then baada hapo akarudi nyumbani. Kuna hata inzi alikufa Kenya. Hakuna hata inzi aliyekufa. Maisha mengine yakaendelea kama kawaida. Fikiria sasa kama Ruto angeamua siku ile kwamba sasa na mimi nimeagiza vyombo vyangu viende, nendeni mkapambane nao. Pale na kuhakikishia kuna mamia ya watu wangekuwa walemavu, kuna watu wangeweza kufa, na pia hata askari pia wangeweza kupoteza uhai wengine. Lakini kwa hekima tu ya mtu mmoja, ambao mimi sioni kama nchi hii tumepungukiwa hekima kiasi hicho, kwa hekima tu ya mtu mmoja aliweza kuliokoa taifa lisiingie kwenye changamoto hiyo. Na Kenya wapo mpaka sasa hivi wanaendelea kuwepo. Kwa wenzetu wamekuwa na maandamano ambayo ni makubwa, kile wanajua jinsi ya kuyacontain na maisha yanaenda. Kwa baada ya kufikiria, na nimeona sasa wamejitokeza hata baadhi ya viongozi wengine wa dini wamekuwa wasemaji wa serikali, anasema tutavunja watu, tutafanya. Hasa najiuliza, kiongozi wa dini ameanza kujadili siji kuvunja watu na kuumiza watu na
unajaribu kujiuliza, kwanza anapata mamlaka, alafu kiongozi wa dini yeye ni mtu wa kuombea taifa zaidi na kushauri na kama kuna sehemu ya kukemea na kueleza kwamba na hili jambo labda ni baya, lakini swala la kutaka kuandamana ni kosa kwa mujibu wa nchi au ni dhambi. Kwa hiyo unaangalia kwamba kumekuwa na upotoshaji. Kwa hata wale viongozi wa dini ambao tutegemea pengine waongeza kusaidia nchi na kutoa mwelekeo mzuri na kushauri nini kiende, unakuta na wenyewe wamekuwa ni sehemu ya watu ambao pengine wanatupotosha. Na inasikitisha sana kwa sababu wote viongozi wetu wa kidini, wa imani zetu tunawaheshimu sana. Na Mheshimiwa Rais aliwahi kuzungumza kitu kizuri, naomba nimnukuu hapa. Aliwahi kusema hivi kwamba tofauti ya wanasiasa na viongozi wa dini wakisema, mwanasiasa akiongea yale anayoongea yanaingia kwenye ubongo, alafu baada ya muda kichwa kichemka yanapotea. Kiongozi wa dini akizungumza yanaingia moyoni, kwa hiyo kwenye moyo yanakaa, hayatoki. Kwa hiyo nitegemea viongozi wa dini wangetumia hiyo hekima hiyo kwamba kumbe wao wakiongea naingia kwenye mioyo ya waumini anakaa. Na waumini nao wazungumzia, maana hata viongozi wa serikali, kwa sababu mimi sijamuona hapa kiongozi wa serikali ambaye ana dini, kwa sababu niliona wote wakati wanaapa walishika Qur'ani, wengine walishika Biblia. Kwa hiyo inatuonyesha kabisa wote pale wana imani. Kwa kama wana imani, maana viongozi wetu wa dini wakikaa wana uwezo kuwashauri na wakishawashauri taifa litakaa vizuri, na wasisite kushauri. Na tuogope sana huu ugonjwa unaitwa chawa ambao sasa umekuwa ni mkubwa mpaka viongozi wa dini wamekuwa chawa. Hapana, viongozi wa dini ndio tabaka pekee ambalo hata wengine wote wakiwa chawa lenyewe litakuwa liendelee kusimama kwenye kweli, kwa sababu kazi ya dini ni kwa ajili ya kusimamia haki, ni kwa ajili ya kuendelea kusimamia ukweli nyakati zote. Na ikiwa haki za kikatiba zimekiukwa, ni hatua zipi za kisheria zinaweza kuchukuliwa hasa katika kipindi hiki ambapo waziri wa mambo ya ndani ameweka zuio kwa vyama vya kisiasa kutofanya shughuli za kisiasa? Umeuliza hatua za kisheria, lakini katika kudai haki kuna namna nyingi. Ni jambo ambalo limtambuka na ni jambo ambalo lipana. Watu wanaweza kudai kwa njia pengine ya kuonyesha hisia zao. Watu wakapaza sauti wakapinga kwamba hili ni jambo ambalo likubaliki, wakapaza sauti ndani, wakapaza sauti kimataifa, na dunia ikajua kabisa kwamba hiki ni kitu ambacho hakikubaliki. Hiyo ni moja ya namna. Lakini namna ya pili ni namna ya kutumia pengine utaratibu wa kisheria. Utaratibu wa kisheria maana inaweza kuwa ni kufungua labda mashauri kwenye mahakama zetu. Mtu anaweza kufungua kesi wakaenda kupinga au kuhoji uhalali wa waziri kutoa tamko ambalo ni batili kiasi hicho. Lakini pia tuna nafasi ya kufungua hata kwenye ngazi nyingine za kimataifa. Kwa mfano sisi tuna mahakama hapa ya kwa Afrika Mashariki, ambao kimsingi moja ya jukumu kwa mujibu wa ibara ya 27 ya mkataba ambao unaanzia Jumuiya ya Afrika Mashariki. Ibara ya 27 inatoa mamlaka ya mahakama ya haki ya Afrika Mashariki. Mojawapo ni kusimamia utawala bora, good governance, lakini wana jukumu la kusimamia utawala wa sheria au rule of law. Haya mambo yote tunakuta yameingia. Sasa na ukiangalia haya yaliyotokea yote, unakuta tayari yanaangukia kwenye vipengele hivi. Yanagusa utawala bora, yanagusa utawala wa kisheria. Kwa hiyo bado watu wana uwezo wa kuchukua nafasi za kwenda mahakamani, wanaweza kuchukua mahakama za ndani au pengine hata mahakama za nje, lakini na hatua zingine ambazo watu wanaweza kufanya ambazo za muhimu, kwamba watu wanaweza kaendelea kupaza sauti na kuonyesha hisia kwa namna mbalimbali ambao wanaweza kufanya mpaka pale ambapo itafika mahala labda tutaweza kusikilizana kama taifa, tukaweza kurudisha heshima ya taifa na tukaendelea na mazingira ambayo tuliyazoea. Na mimi sijaona haja kwa nini tumerudi huko, kwa sababu kumbuka tushakuwa na changamoto kutoka mwaka 2016 na 17 wakati wa awamu ya 5. Mheshimiwa Rais wa awamu ya 6 wakati ameingia akaja akasema hapana, lile katazo la mikutano tumeliondoa, vyama vina haki ya kuendelea kufanya mikutano. Sasa tunajiuliza hili jinamizi ambalo limejificha nyuma, ambalo linaweza kaiumbisha nchi, likaenda kinyume na tamko ambalo Mheshimiwa Rais alilitoa na akawaahidi wa Tanzania kwamba haki yao ya kidemokrasia ya kikatiba, kwa sababu hili sio ombi, ni haki yao, kwamba aliahidi kwamba atalinda hiyo haki, watu waendelee kuitumia. Waziri amepata wapi ujasiri wa kuweza kuizuia haki ambayo Mheshimiwa Waziri alitamka kwa hadhara ya kuruhusu hiyo haki iendelee kuwa? Sasa hii mimi naweza nikasema kwa tafsiri, inaweza kuwa na tafsiri nyingi. Pengine inawezekana hii mimi nikasema hii ni namna ya kuhujumu pengine tafsiri ya Mheshimiwa Rais. Kama kwetu tunataka kulinda tafsiri ya Mheshimiwa Rais, tusimuingize kwenye vitu ambavyo vitasababisha aendelee kuonekana kama ni mtu ambaye haamini kwenye utawala bora, haamini kwenye haki za watu, haamini kwenye utawala wa sheria.
Mimi siamini kama amefika, yani tumefika level hiyo. Kwa mimi nadhani kuna watu ambao pengine wanatengeneza tu mazingira ya serikali kuonekana kila siku na changamoto ambazo ni kubwa zaidi, au kuna matatizo ambayo kila siku ni ya kujitakia tu yanaendelea kutengenezwa. Kwa kama tushatoka huko, mimi sidhani kama ingekuwa ni busara tuweze kurudi huko, lakini mimi nitoe rai kwamba tuna haja kila mmoja alipo aendelee kupaza sauti kwa ajili ya hili jambo. Hili jambo sio zuri, kwa sababu niseme waziri wa mambo ya ndani ndio waziri ambaye anasimamia vile vile taasisi zingine kama pengine taasisi za dini, usajili zipo chini yake. Sasa kama leo ameweza kutoa tamko kwa ajili ya kuzuia vyama vya siasa visifanye shughuli zake, akatoa tu maelezo ya jumla, tunaita blanket statement. Hivi kesho huyu haweza kaamka asubuhi akasema misikiti yote na makanisa yote yasifanye shughuli zao? Ni nini ambacho kinamzuia? Tunasema kama unaweza kutembea kilomita 1, ni nini kinakuzuia kesho kutembea kilomita 1.5, kilomita 2, kilomita 20? Kuna jambo gani la kuzuia? Kwa hiyo jambo pekee ambalo linaweza kutuzuia ni kuhakikisha tuna vindicate, kusimamia misingi ya katiba, kwamba tusiruhusu mtu aende kinyume na sheria ajifanyia anavyotaka yeye. Tukiendelea hivi tukaamini